Yaliyonikuta mtandaoni sehemu ya 5 na ya mwisho. Naam, karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Yaliyonikuta mtandaoni. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi anayotuelezea binti anayefahamika kwa jina la Felista. Ni mengi ambayo amekumbana nayo katika safari yake ya maisha, lakini hii ya mtandaoni ndio kubwa kuliko. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Felista tayari ameshafika jijini Mbeya na tayari bosi wake amekuja kumpokea pale stendi akiwa ameambatana na mwanamke aliyemtambulisha kwa Felista kwamba ni mke wake. Na baada ya kutoka pale stendi wakachukua bajaji moja kwa moja na kuelekea katika sehemu moja inayofahamika kwa jina la Iwambi. Baada hapo bajaji ikasimama na bosi wake Felista akamwambia Felista kwamba wanatakiwa kushuka hapo, kwani kutoka mazingira hayo hadi pale nyumbani wanapoishi si mbali sana. Na walimwambia hivyo kwa sababu walimsubirisha sana Felista kuanzia siku nzima. Kuanzia mida ya saa 4 alipofika jijini Mbeya hadi mishale ya saa 2 usiku ndipo alipoenda kumfuata pale stendi. Basi Felista alikubali huko akiwa na matumaini mapya. Mawazo yake yote yalikuwa ni kwamba aende akapumzike nyumbani kwa mabosi zake ili kesho aende akatambulishwe hiyo supermarket mpya ambayo aliambiwa kwamba anatakiwa kuanza kufanya kazi. Isitosha aliahidiwa mshahara mnono kwamba baada ya kutambulishwa na kufanikisha usaili wote atapewa mshahara wake wa kwanza kabla ya kuanza kufanya kazi. Jambo hilo lilimfurahisha sana Felista. Lakini kadri walivyozidi kutembea, Felista akaanza kuingiwa na mashaka na safari hii juu ya mabosi zake, kwani walikuwa wanatokomea sehemu ambayo hakuna makazi ya watu. Felista alikuwa anajiuliza sana. Ndipo Felista alipoamua kuwauliza mabosi zake mbona anaacha nyumba nyuma na wanaelekea polini. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Tuendelee na simulizi yetu. Basi baada ya Felista kuuliza, mabosi zake hawa wawili walikuwa wanaendelea kumtia moyo kwamba huku anakokwenda ni sehemu ya makazi mapya, kwani ni sehemu ya viwanja vipya ambavyo wamenunua. Hata hivyo hiyo njia aliyopita ni njia ya shortcut, ila mbele kidogo ataona mwanga kwa sababu bado watu wachache tu wamekaribia kufika. Japo Felista aliendelea kufarijiwa na huyo bosi wake, lakini akili nyingine ikawa inamfariji kwamba kwa sababu bosi wake huyo amekuja na mke wake, hakuna kitu kibaya ambacho kinaweza kikamtokea. Basi Felista akawa anatembea huku akimuomba Mungu aweze kumsaidia. Akili nyingine Felista ikamjia haraka kwamba awapigie wazazi wake simu ili waambie kinachoendelea, kwa sababu tayari moyo wake ulijawa na mashaka. Wakati Felista amewaza wazo hilo, basi yule mwanamke ambaye alitambulishwa na bosi wake kwamba ni mke wake akatangulia mbele ya Felista. Manake yule mwanaume ambaye alijitambulisha kwamba ni bosi wake Felista alisimama nyuma. Hivyo Felista akawa yupo katikati. Felista anasema, mimi nilifikiri yule mwanamke bado kuna maneno anataka kuniambia, kwa sababu tangu alipokuja kunichukua pale stendi walikuwa wananifariji kwa namna tofauti. Huyu bosi wangu wa kiume akiongea maneno haya, mke wake pia naye alikuwa anaongeza kwa kuniambia maneno haya. Hivyo nikakaa kiumakini, nilijua kwamba huenda yule mwanamke kuna mambo ambayo anataka kuniambia kutokana na mimi kuwa nimezidisha hofu. Basi ikabidi nisitishe hilo zoezi la kutaka kupiga simu kwa wazazi wangu. Wakati naendelea kusubiri ni kipi ambacho yule mwanamke anataka kuniambia, ghafla nikajikuta nimekabwa shingoni. Kiukweli nilikuwa nimekabwa sana hadi pumzi ikawa inakata. Yule mwanamke haraka akaanza kunisachi mwilini. Akachukua pesa ambazo nilikuwa nazo. Mfukoni nilikuwa nina shilingi kama 300 ambazo wazazi wangu walinipa kwa ajili ya kunisaidia kipindi ambacho naendelea kufanya kazi katika hiyo supermarket kubwa ambayo nilikuwa nimeahidiwa. Kiukweli nilikuwa nafurukuta sana. Yule mwanamke na yule bosi kumbe hawakuwa wanamiliki chochote ambacho waliniahidi hapo awali kipindi niko huko jijini Dodoma. Hawakuwa na supermarket yoyote ile. Kumbe eneo hilo ambalo walikuwa wamenileta ilikuwa ni sehemu ya machinjio kwao. Ilikuwa ni sehemu ya kukabia watu. Hata mimi sikuwa mtu wa kwanza kuletwa katika eneo hilo. Basi yule mwanamke akaendelea na zoezi lake huko akiwa anasema, yani katika wateja ambao tumewapata, huyu mteja ndo Doni. Yani amekuja na pesa kibao, cheki kodi alizovaa mwanangu. Yule mwanaume ambaye alijitambulisha kwamba ni bosi wangu hapo awali, yeye aliendelea tu kunikaba. Akasema, wewe malizie kila kitu ambacho anacho. Alafu kuna huo mtambo ambao ameushika na umilike. Huo mtambo ulikuwa ni simu. Kwa kweli nilikuwa naumia sana. Ukizingatia na ule uchovu wa safari, nimekaa stendi kwa muda mrefu
nikashindwa cha kufanya. Ghafla nikajikuta nimeishiwa nguvu, sikuwa na kingine chochote cha kufanya. Wale watu wakachukua begi langu kubwa, wakachukua begi langu dogo, wakachukua kiasi cha pesa nilichokuwa nacho shilingi 300, wakachukua simu yangu, na kama haitoshi wakanitoa nguo zote pamoja na viatu ambavyo nilikuwa nimevaa siku hiyo. Kiukweli hawakuniacha na kitu chochote kile. Yule mwanamke alishindwa kunionea huruma hata mimi mwanamke mwenzie. Yule mwanamke ambaye alikuwa ananiita mimi ni kama mdogo wake aligeuka kama shetani kwa upande wangu. Hakujali hata tone langu la machozi ambalo lilidondoka kwa usiku ule ambalo lilikuwa linahitaji msaada. Hakujali uchovu wangu, hakujali chochote kuhusu mimi. Yeye alichojali ni kufanya kile ambacho kimewaleta na kile ambacho wamekipanga. Ghafla akili ikaanza kunijia kwamba ndio maana walikuwa wananizungusha siku nzima, kwa sababu walijua kuna kitu ambacho wamekipanga juu yangu. Kiukweli mwili wangu ulishiwa nguvu kabisa. Nilikuwa ni kama mtu ambaye ni mfu hai. Yaani kila kitu ambacho walikuwa wanakifanya kwa wakati huo nilikuwa nakisikia, lakini nilikuwa siwezi kufanya chochote kile. Hata kunyanyua kidole changu tu kimoja nilishindwa. Yaani nilikuwa ni kama mtu ambaye nimekufa. Basi wale watu wakaendelea kukagua vile vitu ambavyo nilikuwa nimebeba, lakini yule mwanaume kwa sekunde chache akapiga mrozi kama ishara ya kuita watu. Ghafla kwa hisia nikahisi kama kuna watu walikuwa wanatokea huko mapolini. Walikuwa ni kama watu 4 hivi. Basi kwa haraka wakafika pale. Walipofika wakasema, "Vipi bro? Mbona umechelewa chali yangu? Misha ilikuwa ni haraka. Tulitakiwa tukawafuate watu wengine bwana. Kuna maboya wengine ambao tayari wameshaingia mtegoni." Yule mwanaume ambaye alijitambulisha kama ni bosi wangu akamwambia, "Jamaa, yani hii ilikuwa ni issue. Unajua huyu demu amefika tangu saa 4 asubuhi na tumemkalisha sana pale stendi. Kuna wakati alitaka kushtukia mchezo mwanangu. Yani ni tofauti na vile ambavyo tulitegemea wale wageni ambao huwa anafika saa 1 usiku, saa 2 usiku. Kazi huwa inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunatafuta mbinu za kuweza kumweka kwenye target. Lakini kama unavyoona tumeshafanikiwa." Mmoja akasema, "Vipi mmefanikiwa? Mmeshamaliza mchezo au mmemlaza tu hapa kiboya boya?" Walikuwa wanaongea maneno hayo, mimi nilikuwa sifurukuti. Kiukweli nilikuwa nimechoka mwili, nafsi, mpaka roho. Yaani nilikuwa nasikia kila kinachoendelea, lakini mwili wangu tayari ulikuwa umeshakufa ganzi. Yule mwanamke akasema, yule mwanamke ambaye walikuja kunipokea na mwenzie pale stendi akadakia, "Ni kweli bro. Huyu amekabwa tu alafu amejilainisha. Anaweza kuja kutuunguzia mchezo. Una hakika tumemaliza mchezo hapa?" Yule mwanaume ambaye alinikaba akasema, "Bwana, mtu mwenyewe alikuwa amechoka. Tumemkaba kidogo tayari kashalegea. Huyu tumeshamaliza mchezo, hana lolote huyu." Kiukweli moyo wangu kalia paa, nikajua kumbe mbali na kuibiwa kuna kitu ambacho kinatakiwa kuendelea baina yangu. Yaani natakiwa ni uwawe. Nikawa naomba sala zote. Nikawa namuomba Mungu, Mungu, naomba nisaidie. Naomba nitumie malaika wako wa ulinzi. Wanisaidie japo usiku wa leo tu. Mimi niko tayari kuachia kila kitu. Nataka nirudi nyumbani Dodoma." Nikaanza kumkumbuka babangu, maneno yale ambayo alikuwa ananiambia kwamba niwe makini. Hamna kazi rahisi ambayo inapatikana mtandaoni. Hamna kazi ambayo unasailiwa kwa kutoa pesa. Yani nilijikuta nimeomba kila sala. Nilijikuta na tubu dhambi zangu zote, kwa sababu kwa wakati huo nilikuwa sina msaada wote ule. Felista, mimi nilikuwa nipo katikati ya midomo ya mbwa mwitu. Nilikuwa nipo katikati ya watu wasiokuwa na huruma. Nilikuwa nipo katikati ya watu ambao nafsi yangu aliona ina thamani kwa wakati huo, bali ni vitu vyangu. Na mara nyingi nilikuwa nikiwasikia wakipongezana pale kwamba mimi nimekuja ni mtu wa kitofauti sana, kwa sababu nimekuja na vitu vya kitofauti. Nimekuja na nguo za bei kali, nimekuja na simu ya bei kali, nimekuja nikiwa na pesa, lakini pia istoshe nilikuwa na laptop ambayo thamani yake ilikuwa ni shilingi milioni 1. Kiukweli vitu vyote hivyo niliona havina thamani kwangu. Ambacho nilikuwa naomba ndani ya nafsi yangu ni namna ya kutoka hapo salama. Basi wale watu wakaendelea kubishana. Wale watu ambao walifika wakasema, "Bwana, huruma zako hizo zitakuponza. Unajua kuna kipindi ulitaka utusababishie msala hapa. Kwa huruma zako hizo za rejareja. Yaani mtu umemkaba tu kidogo unasema amelegea, kama amezimiaje? Si umesema amechoka na safari zake?" Yule mtu ambaye alijitambulisha kama bosi wangu hapo awali akasema, "Jamani, huyu ni mtoto wa kike. Alafu ukimuona ni legelege, sister du tu huyu hapa. Yaani nimemkaba tu kidogo, kizingatia ni amechoka, mchovu, hana chochote, hana pumzi yoyote.
basi fanyeni mnachotaka kukifanya. Mkitaka kateni kichwa, shingo tupieni kule. Mimi sina faida naye hapa. Oya, endelea kuhesabu vitu ambavyo vipo. Wewe mwenye kazi yako, endelea kufanya kazi yako. Nikasema Mungu wangu, yani leo yamenikuta Felista mimi. Yani leo nakatwa kichwa hivi najiona. Jamani, kumbe kufa ni rahisi kiasi hichi. Yani sikutegemea dakika 2 za kwangu za mbele zingekuja kuwa hivi. Sikutegemea kwamba muda mchache uliopita mimi Felista nilikuwa na malengo makubwa, nikijiona kwamba nipo katika supermarket kubwa, nikiwa nimekaa nimetulia, nikisubiri wateja wakatabasamu tele na bashasha. Lakini leo hii maisha yangu, ndoto zangu zinakuja kutamatikia hapa tena katika jiji la watu ambalo hawanifahamu. Nyumbani kwetu mimi Felista ni Dodoma. Huku ni nani ambaye atanipata? Wakiniua katika maeneo haya, ni nani ambaye ataugundua hata mwili wangu? Kwa sababu sehemu hiyo ambayo tulikuwepo kulikuwa karibu na shimo. Inaonekana ni shimo ambalo lilikuwa linakusanya takataka zote za jiji. Kiukweli mpaka hapa nilikuwa sina cha kufanya. Nikawa nimemwachia Mungu roho yangu. Nikasema yeye Mwenyezi Mungu, kama kweli Felista mimi ilipangwa nifie katika jiji hili la Mbeya, na kama kweli ilipangwa nife katika kifo cha staili, basi naomba roho yangu ipokee na uilaze mahala pema peponi. Basi yule mtu ambaye amepewa kazi ya kuweza kunimaliza au ajihakikishie kama nimefariki au la, yule mtu alikuja, akanishika, akanigeuza, akashika mkono, akashika mguu. Nilikuwa nimelegea kweli. Kwa haraka mtu angejua kweli nimefariki. Nilipoteza nguvu zote ni kwa sababu nilikuwa nimegabwa sana na yule mtu ambaye alijiita bosi wangu wa supermarket. Hivyo kwa haraka tu hata wewe ungeniangalia ungehisi tayari nimeshafariki. Basi yule mtu akanitikisa kichwa upande, akanigeuza, akanishika mkono juu chini, akanigeuza mwili wangu wote. Baada ya kujiridhisha akaona kama nimefariki, alinipiga bonge la teke zito la tumboni. Maumivu haya niliyasikia mpaka moyoni. Kiukweli maumivu yalikuwa ni makali sana. Yalikuwa ni makali ambayo siwezi kuyasimulia. Nashukuru Mungu nilikuwa sina hata nguvu za kuongea. Kiukweli kwa teke lile naamini ningepiga kelele la maumivu. Lakini namshukuru Mungu hayo yote hayakutokea. Basi baada yule mtu kunipiga teke zito hivyo na kuona hamna kitu ambacho kimetokea kwa upande wangu, basi akaambia wenzio, kazi ishaisha bwana. Haya tuondoke sasa. Inaweza ikawa jao. Vitu ni vingi hatuwezi kuvimaliza. Yani huyo mwanamke alibeba vitu vingi sana. Ni kweli alijipanga bwana kuja kufanya kazi katika supermarket kubwa. Yani kaja kiofisi kabisa. Kuna mwingine akadakia, alafu tumekosea kitu kimoja bwana. Yani huyu inaonekana maisha ya familia yake ni mazuri sana. Kwa nini tusiapigie simu wazazi wake? Tukaambia kwamba tumemteka binti yao. Watulishie hata shilingi milioni 50 tukagawana. Si dili ndani ya dili hili. Yule mwanamke ambaye ameshirikiana na hao majambazi kunikaba akasema, bwana, uone kama tutajichomesha wenyewe. Kama demu mwenyewe ameshafariki hapa, uone kama ataleta mambo mengi. Na hizo simu ambazo tunazipiga ndizo simu ambazo anazihaki. Kwa milioni 50 ndugu yangu tupoteze madili kibao. Achana nayo hiyo, tuondoke. Si umeshajihakikishia tumeshamaliza mchezo? Yule mtu ambaye amejihakikishia kwa kunipiga teke akasema ndio, mchezo ushaisha. Ajiwezi huyo. Mwili sijui ataukuta baada ya wiki moja au utaozea hapa. Twenzetu. Basi kwa mbali nikaanza kusikia hatua za watu wakiwa wanaondoka katika eneo lile. Baada hapo nilipoteza fahamu kwa muda. Sikujua kingine ambacho kiliendelea, wala sijui nilipoteza fahamu kwa masaa mangapi. Lakini nashukuru Mungu aliniacha nikiwa hai. Basi baada ya kuzinduka, baridi la Mbeya ndilo ambalo lilinirudisha katika ufahamu. Kidogo nikaanza kujikongoja katika ile njia ambayo tulitokea hapo awali. Nikaanza kutembea kidogo. Kiukweli nilikuwa kama nilivyozaliwa. Nikaanza kutembea kidogo mpaka nikafika katika zile nyumba ambazo tulikuwa tunazipita hapo awali. Nyumba ya kwanza kuiona katika macho yangu ndio nyumba ambayo niliamini kwamba itanipa msaada. Basi nilienda pale nikagonga geti. Alitoka mlinzi. Alishangaa sana kuniona katika hali ile. Akaniambia, binti, umekumbwa na nini? Lakini kabla hajaendelea kunihoji, akavua koti lake la juu na kunivalisha ili nisiendelee kuwa mtupo. Nilikuwa tu nalia. Nilikuwa nalia nikisema, babangu naomba nisaidie. Ni mengi ambayo yamenikuta. Nilikuja kwa ajili ya kufanya kazi ya supermarket ambayo niliipata mtandaoni. Lakini kumbe haikuwa kazi. Walikuwa ni matapeli. Walitaka kuniua. Naomba nisaidie. Sina ndugu yoyote ambaye ananifahamu katika jiji hili. Yule mlinzi basi ikabidi anikaribishe ndani na kunikalisha katika benchi, kisha akaenda kuagongea mabosi wake. Walipofika mama yule nyumba alinionea sana huruma. Akasema, pole sana binti yangu. Hata hivyo una bahati sana, kwa sababu siku hii hapa leo wewe ungekuwa ni mtu wa sita kufia katika shimo lile. Nikasema Akasema ndio hivyo, kwa sababu lile eneo
Hawa watu ndilo ambalo wanalifanya ndio eneo la maangamizi. Pole sana binti yangu, Mungu amekutetea, kuwa makini. Kwani nyumbani kwenu ni wapi? Nikasema mama, nyumbani kwetu ni jijini Dodoma. Wazazi wangu walinikanya lakini kuhusu hii kazi, lakini sikuyasikia. Yule mama akasema, pole sana binti yangu, karibu ndani tujue namna gani ya kukusaidia. Basi nikaingia ndani, wakanikaribisha vizuri, nikaonyeshwa bafu ya kuoga, nikapewa chakula, kisha nikaambiwa nipumzike, asubuhi niwapigie wazazi wangu simu. Basi na kweli nikafanya hivyo. Nikaamka na kuwapa namba ya babangu ili waweze kumpigia nimpe taarifa hizi ambazo binti yake zimenikuta. Basi baba baada ya kupokea simu akaanza kwa kusema halo. Nikasema halo baba. Akasema Felista, vipi binti yangu, mbona simu yako haipatikani? Yaani umenitia mashaka sana usiku mzima. Yaani tangu muda ule unaniambia kwamba tayari unaonana na bosi wako mpaka muda huu, kweli binti yangu? Simu yako iko wapi? Au umeisha chaji? Nikamwambia baba, si ni bora ingeisha chaji. Akaniambia nini Felista, mbona kama unalia? Nikamwambia ndio baba, wale hawakuwa mabosi wala hawakuwa na supermarket yoyote, walitaka kuniua babangu. Nimesaidiwa tu na msamaria mwema hapa, wamepora kila kitu babangu, umechukua kila kitu ambacho nilikuwa nacho. Sina chochote babangu, sina hata 100 mbovu, sina hata ile hela ambayo ulinipa. Baba akasema, Felista, unasemaje binti yangu? Hawajakufanya kitu chochote? Nikasema wamenipiga tu baba, hawajanifanya kitu chochote. Babake Felista akasema pole sana binti yangu, nilikwambia lakini binti yangu, hamna kazi ambazo zinakuja kirahisi namna hiyo binti yangu. Matapeli wengi hutumia maneno matamu ili kuwalaghai mabinti kama nyie au vijana wengine wenye hamu ya kupata kazi. Pole sana binti yangu. Kisha baba akasema naweza kuongea na huyo mtu ambaye amekusaidia? Nikamwambia ndio baba, bila shaka unaweza kuongea naye. Basi baba akaongea na yule mtu, akampa shukrani nyingi na akamwambia kwamba atanitumia pesa ya nauli katika namba yake kisha anipe nirudi jijini Dodoma. Yule mama akasema vipi kuhusu pelelezi labda? Babangu akasema hapana, binti yangu mpaka hapo amepitia mambo mazito sana. Je, kama akiendelea kupeleleza na kesi ikachelewa na hao watu hujui hapo sehemu gani, wanaweza kumzuru tena binti yangu. Naomba tu arudi, ikiwezekana hata magari ya jioni. Basi yule mama kweli ni kama alitumwa kama malaika kwangu. Alinisaidia hatua kwa hatua mpaka nikafanikiwa kupanda gari kurudi kwetu jijini Dodoma. Kiukweli safari ya jijini Mbeya ilinipa funzo kubwa katika maisha yangu Felista mimi. Wakati nipo kwenye gari naelekea jijini Dodoma, mawazo mengi yalinijia. Nilijutia kwa nini niliamini kwa haraka mitandao ya kijamii japo wazazi wangu walinisii sana. Giza lilikuwa limekamilika na upepo wa usiku uliendelea kuvuma ukiwa kama sauti asili ya maonyo. Felista alipiga hatua moja ya mwisho, akahisi mwili wake ukitetemeka, si kwa baridi tu bali kwa hofu iliyokuwa ikimjaa. Ndani ya moyo wake Felista alijua hii ilikuwa ni safari ya mwisho wa maamuzi yake. Safari iliyomfundisha kuwa si kila anayekuja kwa tabasamu ana nia njema na si kila maneno matamu yanayopenya kwenye masikio yanafaa kuaminiwa. Maisha mtandaoni ni kioo chenye pande mbili. Upande mmoja huonyesha fursa, urafiki na ndoto zinazoweza kufikisha mbali, lakini upande wa pili huficha mitego, hila na machozi ya wale waliowahi kuamini haraka. Mitandao haina uso wa ukweli. Kila mtu anaweza kuvaa sura yoyote na kuzungumza maneno matamu, lakini ndani ya maneno hayo kunaweza kufichwa sumu ya maumivu. Felista alijifunza kuwa ndoto bila utafiti ni sawa na kusafiri kwenye bahari yenye giza bila dira. Felista alijifunza kuwa kabla ya kuamini ni lazima kuchunguza, kuuliza na kufahamu undani wa kila jambo. Si kila nafasi ya kazi mtandaoni ni ya kweli na si kila mtu anayejiita rafiki anakutakia mema. Wengine huja kama malaika lakini ni mbwa mwitu waliovaa ngozi ya kondoo. Jamii yetu inapaswa kufahamu kuwa mitandao ya kijamii ni chombo cha nguvu, kinaweza kujenga lakini pia kinaweza kubomoa. Ni jukumu letu kutumia uelewa, hekima na subira ili kuchagua njia salama. Tusifanye maamuzi kwa haraka tukivutwa na tamaa au ahadi tamu, maana mara nyingi nyuma ya ahadi hizo kuna milango ya machozi. Felista kwa safari yake ya maumivu na matumaini anakuwa kioo cha wengi. Hadithi yake ni mwalimu wa kila kijana anayetumia simu, kompyuta au interneti. Ni wito wa tahadhari kwamba maisha sio picha za mtandaoni na usalama wetu upo mikononi mwetu wenyewe. Kumbuka, si kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Wakati mwingine
Kung'auko ndio mwanga wa moto unaokuongoza kwenye shimo la maangamizi. Chunguza, tafiti, uliza na uamini baada ya kuthibitisha, kwa sababu mara moja tu ya kuamini vibaya inaweza kubadilisha maisha yako milele. Mwisho wa simulizi hii sio mwisho wa maisha ya Felista pekee, bali ni mwanzo wa uelewa mpya kwa kila alisikia. Mitandao ibaki kuwa chombo cha maendeleo, si kiburi cha ndoto na maisha ya vijana wetu. Hii iwe ni sauti ya tahadhari kwa jamii nzima. Tujenge urafiki, tusambaze elimu, lakini tukatae kuwa waathirika wa hila za ulimwengu wa kidigitali. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Yaliyonikuta Mtandaoni. Ni kipi ambacho umejifunza katika simulizi hii? Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Yaliyonikuta Mtandaoni.